Mahakama Kuu Masjala ndogo mkoani Tabora imemtaka na kumkumbusha Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi kujibu madai au kesi inayomkabili. Mahakama Kuu Masjala ndogo mkoani Tabora imeshindwa kuanza usikilizaji wa kesi ya kikatiba inayomkabili Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi kutokana na kutokuwasilisha mahakamani majibu yake ya maandishi dhidi ya madai yanayomkabili. Badala yake, mahakama imelazimika kumsubiri huku ikimpelekea ujumbe wa kumkumbusha muda wake wa kufanya hivyo mwishoni ni Agosti 24 mwaka 2026. Kesi hiyo imefunguliwa na Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kwa kushirikiana na Kituo cha Msaada wa Sheria na Haki za Binadamu na mwanasiasa Dr. Wilbrod Slaa dhidi ya Katambi kwa jina lake hilo kama mtu binafsi, akiwa mlalamikiwa wa kwanza. Walalamikiwa wengine ni Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, wadhifa unaoshikiliwa na Katambi mwenyewe, Mkuu wa Jeshi la Polisi IGP Camillus Wambura na mwanasheria mkuu wa serikali, mdaiwa wa pili mpaka wa nne mtawaliwa. Lakini pia walalamikaji hao wamewaunganisha wadhamini waliosajiliwa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na wadhamini waliosajiliwa wa Chama cha ACT Wazalendo, mlalamikiwa wa tano na wa sita mtawaliwa. Kwa mujibu wa walalamikaji hao, wameviunganisha vyama hivyo vya siasa kupitia bodi za wadhamini wake kama miongoni mwa waathirika wa moja kwa moja na kauli zao za zuio la mikutano ya hadhara. Kesi hiyo inayosikilizwa na jopo la majaji watatu likiongozwa na Isaya Rufani, Livin Mugeta na Martha Mpenzi ilitajwa juzi mnamo Jumanne Agosti 18 mwaka 2026. Walalamikaji wote waliwakilishwa na mawakili Jebla Kambole na Edison Kilatu. Mlalamikiwa wa kwanza ambaye ni Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi kwa jina lake Katambi hakufika mahakamani yeye mwenyewe wala wakili au mwakilishi wake. Walalamikiwa wa pili mpaka wa tano ambapo kuna Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi IGP na AG waliwakilishwa na wakili wa serikali mkuu na Rindwa Sekemanga akisaidiwa na Samueli Mangu na Sangada Matonda. Licha ya kuwakilishwa kwa mawakili hao wa serikali kwa ajili ya kuendesha kesi, maofisa wa sheria wawili kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani walifika mahakamani kwa niaba ya waziri kama mlalamikiwa ambaye alikuwa ni mlalamikiwa wa pili, lakini mlalamikiwa wa kwanza ambaye ni Katambi kwa jina lake hakufika mahakamani wala kukuwa na mwakilishi. Wakili Dr. Rugemeleza Nshala kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na wakili Omari Shabani kwa niaba ya Chama cha ACT Wazalendo, ambapo walieleza kuwa walichelewa kumpatia Katambi nyaraka za kesi hiyo pamoja na hati ya wito wa mahakama kutokana na changamoto za upatikanaji wake. Hivyo walimpatia nyaraka hizo mnamo Agosti 10 mwaka 2026. Kisheria, Katambi anatakiwa kuwasilisha majibu yake mahakamani ndani ya siku 14 tangu siku ya kuweza kupokea nyaraka hizo. Kwa kuwa mpaka juzi kesi hiyo ilipoitwa, Katambi alikuwa bado hajawasilisha majibu yake, na kwa kuwa bado alikuwa ndani ya muda wake wa kisheria unaoisha mnamo Agosti 24 mwaka 2026, mahakama imelazimika kuahirisha usikilizaji huo na kumsubiri awasilishe
maoni yake kwa maandishi. Jaji alisema yafuatayo: mkumbusheni kuwa anatakiwa kuwasilisha majibu yake mahakamani kufikia au kabla ya Agasti 24 mwaka 2026, alisema Jaji Mugeta akimwelekeza mmoja wa maofisa sheria wa wizara hiyo waliofika mahakamani hapo. Sasa msingi wa kesi ukoje? Mnamo Juni 26 mwaka 2026, akiwa bungeni wakati wa vikao vya bunge vikiendelea, alipiga marufuku mikutano ya vyama vya siasa nchini kote kwa sababu za kiusalama, akimwelekeza IGP Camillus Wambura kutekeleza agizo hilo. Zuio hilo pia lilithibitishwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa mjini Singida. Kwa mujibu wa walalamikaji, mpaka wanafungua kesi hiyo, agizo hilo lilikuwa limeshaanza kutekelezwa na IGP na wasaidizi wake, maofisa na mawakala au wakala wake katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Wadai wanasema kwamba kauli na maelekezo hayo ni ya kibaguzi na yanakiuka katiba, hasa ibara ya 12, 13 kwenye mabano 1 na 2 na 4 na 29 kwenye mabano 1 na 2. Wanafafanua kuwa kauli na maelekezo hayo inaingilia uhuru wa kikatiba wa kujieleza, kutoa maoni na mawasiliano zinazohifadhiwa na katiba ibara ya 18 na uhuru wa raia kushiriki katika masuala ya umma, kinyume cha ibara ya 21 kwenye mabano 1 na 2 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanadai ya kuwa Katambi wala waziri wa mambo ya ndani ya nchi hawana mamlaka ya kikatiba ya kuweza kutoa zuio haki za kikatiba zinazotolewa na katiba. Hivyo wanaiomba mahakama itamke kuwa kauli alizozitoa Katambi katika wadhifa wake wa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kuzuia mikutano inayoandaliwa na vyama vya siasa kikiwemo chama cha Chadema na ACT Wazalendo zinakiuka katiba, huku wakibainisha ibara mbalimbali kutoka katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia wameiomba mahakama itamke kuwa si Katambi wala waziri wa mambo ya ndani ya nchi ambaye ana mamlaka ya kikatiba wala kisheria kuzuia haki hizo za kikatiba hapa nchini. Ni mwisho wa kusogezea kile ambacho tulikuwa nacho kuhusiana na yale ambayo tulikuwa nayo. Sasa tuachie maoni yako, lakini kabla hatuja kuacha, tunaomba tukusogezee baadhi ya maoni ya wadau waliweza kuyatoa hapa, alafu tutakuachia wewe uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Tunaanza na huyu mtu wa kwanza, anajiita Hussein, anasema kwamba hatuna mahakama Tanzania. Lakini baada ya kusema hivyo akaja kujibiwa na Kayeba. Kayeba anasema kwamba nchi hii ina udini sana, tena pindi anapokuwa rais Muislamu. Kipindi kile rais alikuwa Magufuli, ila alipiga marufuku mikutano ya hadhara, lakini sikuona mwanasheria kunyanyua miguu yake kwenda mahakamani, ila kwa sababu ni Muislamu kielele limekuwa kikubwa sana, ili mradi tu muonekane mnamsumbua. Huyo ni Kayeba ametuambia hivyo, lakini Kayeba akaja kujibiwa na Ezekiel hapa kwamba Kayeba, unaelewa unachokikomenti? Magufuli alikuwa waziri, Uislamu hapa unaingiaje? Nyie ndio komenti zenu mnaotukanisha Uislamu uonekane ni imani za kigaidi. Huyo ni Ezekiel akaja kumjibu hivyo. Lakini tukiachana na komenti za watu hapa za kujibishana, twende kwenye pointi za watu wengine. Tunasema kwamba huyu ni Petro. Petro anasema kwamba sukuma ndani,
akijibu kesi yake mahakamani, kisheria wanafikiri kuna wajinga kizazi cha sasa? Hakuna, watafika tu mahakamani. Mtu anashtakiwa kwa jina lake, sio kwa cheo chake. Huyo ni Petro. Lakini Zomba anakuja kutuambia kwamba ongereni kwa udhubutu huo. Natamani mwanangu asomee sheria kwa ajili ya taifa letu zuri la Tanganyika. Huyo ni Zomba akawa amesema hivyo. Lakini tukija kwa Chacha hapa, Chacha anatoa kwamba nchi hii watawala hawabanwi na chochote, na ndio maana udharau mahakama. Huyo ni Chacha akatuambia hivyo. Sasa tuachie na wewe maoni yako, utuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wakati mwingine kuendelea kutujuza au kukujuza kile ambacho tunacho katika taarifa zetu ambazo tunakuwa tunazipata kutoka katika sehemu mbalimbali hapa nchini Tanzania.